Baadhi ya viongozi wa serikali ya mtaa katika kijiji cha Mkengwa, Kibuyi, Kinesi na maeneo ya jirani wilaya ya Rorya mkoani Mara wameahidi kudhibiti vitendo vya baadhi ya wavuvi kufanya kazi kwa mazoea, hususan kutovaa majaketi ya uokozi wanapokuwa katika shughuli za uvuvi, jambo linalohatarisha usalama wa maisha yao. Elimu iliyotolewa na TASAC kuhusiana na swala la usalama majini, mimi naona hii itakuwa ni mwarobaini, kwa sababu sisi kama viongozi tutasimamia sheria kulingana na elimu iliyotolewa. Kwa hiyo mimi naamini hii itakuwa ni mwarobaini kwa wale wamiliki vyombo vya majini, hususan wale wanaofanya kazi za uvuvi wa usafirishaji wa abiria kwenda Msoma. Kwa ni mazoea, kwa sababu hatukuwahi kupata elimu kama tuliyopata leo, na kwa vile sasa tumeipata, mimi naamini kila mtu sasa atakuwa ni mwalimu kwa wenzao. Rai yangu ni kusimamia tu sheria na elimu iliyotolewa kwamba kila mvuvi anapotaka kwenda ziwani avae life jacket kwa usalama wa maisha yake. Ndugu zangu wa TASAC ambao umetuwezesha kuweza kupata mafunzo haya, naamini atakuwa na mchango mkubwa kwenye eneo hili la Mkengwa na maeneo jirani, kwa sababu elimu hii imefika na watu watakwenda kuipata elimu hii kwa namna moja au nyingine, ili kuona tija ya namna gani ambavyo tunaweza tukasaidia wananchi na wavuvi ambao wanatumia ziwa letu kwenye ukanda huu wa Ziwa Victoria. Tunapopata taarifa kwamba kutakuwa kuna upepo kwenye maeneo fulani, basi tuchukue tahadhari. Haya maji hayana mazoea, haya maji hayana ujuzi kusema kwamba mimi nimezaliwa hapa Mkengwa, nimezaliwa kwenye maji na yajua zaidi kuliko wewe. Kwa hiyo huwezi kuniambia chochote, hayo utayasema ukiwa maiti na hakuna atakaye kusikia wakati tunazungumza hayo. Kwa hiyo tuchukue tahadhari ili kuepukana na haya mambo ambayo hayatakuwa na tija hapo siku za usoni. Changamoto ngumu sana kwenye hali kama hii. Unaona, wavuvi wetu tunatuma mitumbwi juu, lakini inashindikana, vyombo vyetu vya sio imara, maboya yenyewe unakuta sio sahihi. Hatuna maboya kiujumla yani. Watu wanatukana mamlaka, na mtu asinombe kuvaa boya, avai boya, anasema anajua kuogelea, unaona, lakini ni mbaya zaidi, unaona. Kikubwa zaidi ni kuchukua tahadhari zaidi. Elimu iliyotolewa, kama sisi viongozi wa BMU tutashirikiana kutoa elimu pia kwa wavuvi ambao pia hawajafika, ili waweze kunufaika na elimu hiyo iliyotolewa na TASAC. Lakini pia tutakuwa ni viongozi bora wa kuhakikisha hiyo elimu iliyotolewa inawafikia walengwa wote, lakini pia kwa wale wasioitii tutawachukulia sheria kali kama vile viongozi walivyotoa. Kulingana na tangazo hili, watatii na wataendelea kusikiliza na kuwafuata viongozi walivyosema. Kwanza kabisa, athari ya kwanza kwa kutovaa boya, maana kwetu sisi wavuvi tayari ni kwa pale tunapokuwa tunapata ajali, maana yake upatikanaji unakuwa ni mgumu, kwa maana kwamba boya linakuwa ni jepesi pale unapolivaa, unakuwa mwepesi wa kuwahi kuonekana, maana lile boya linakuwa na mwanga mwepesi. Baada ya kutoa elimu, tumebaini kuwa baadhi ya wavuvi ambao wanapewa life jackets na wamiliki wa vyombo, life jackets hizo hawazitumii kwa ajili ya manufaa ya kuokoa maisha yao. Sisi kama TASAC tunatoa rai kwa wavuvi hao, kila wakati wanapokuwa wanafanya kazi zao za uvuvi wahakikishe kwamba wanavaa life jacket zao. Na baada ya zoezi hili la utoaji elimu, tutafanya ukaguzi wa kina kufuatilia kwamba kuhakikisha kwamba kila mvuvi anapokuwa majini hakikisha anapofanya kazi zake anavaa life jackets kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Na kama tutabaini katika ukaguzi huo kwamba labda mvuvi hajavaa life jackets, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake, ikiwemo kutoza faini au hata kwenda jela kulingana na vifungu vya sheria vinavyosema. Ni dhamira ya TASAC kuona kwamba kila mvuvi anapoingia majini anafanya kazi zake na kurudi akiwa salama, akiwa na life jacket, amevaa life jacket yake vizuri.